Ila tuzo vigezo lazima mchezaji amecheza dakika nyingi uwanjani. Twende tukahesabu dakika ambazo amecheza Pacome Zouzoua ambaye tayari ninyi waandishi mmembeba, waandishi wenzangu tayari mmemchukua Pacome. Mimi Pacome ni mshikaji wangu. Of course mimi ni shabiki yake. Anapiga mpira mkubwa sana, sexy football na vitu kama hivyo. Lakini bro, kwa namna ambayo Jincha Zouzoua amehusika, goals involvement mpaka sasa amefunga magoli mengi, plus hizi assist ambazo amezitoa, distance covered yake uwanjani, amecover distance kubwa sana, work rate yake. Alafu twende kaangalie kwa Pacome Zouzoua. Pacome atakuofa namba tu, ameassist, amefunga, lakini twende kwenye distance covered. Alipata majeraha hapa, alipata injury sio, hajacheza muda mrefu kidogo. Lakini Jincha Zouzoua hakuna mechi amekosa, ukihesabu labda 2-3 sio, lakini amecheza back to back. Kila baada within 3 days anacheza. Alafu leo unasema deserve kuwa MVP bro. Kamati ya tuzo wasiangalie kwamba eti kwa sababu labda Simba let's say labda akakosa ubingwa, waanze kuangalia labda sasa wampe Pacome kwa kubalance mzani. Embu waende na categories sawa zile MVP, lakini pia waende na vigezo vile pia, wavitumie vizuri, wapate MVP ambaye anahusika. Nimeshawahi kushuhudia MVP amewekwa beki, ameshawahi kuwa Dickson Job, ameshawahi kuwa MVP pia Zimbwe Mohamed Hussein Shabalala. You remember? Ameshawahi kuwa Gray Morris pia MVP. Nakumbuka sana Yannick Bangala Litombo alishawahi kuwa MVP ambaye pia ni kiungo wa chini sio? Kiungo mshambuliaji. Kwa hapa kwetu sasa hivi watu wanaangalia namna ambavyo mchezaji amehusika. Na ndio maana nimetoka kuzungumza Yannick Bangala kwa nini alipewa tuzo MVP? Ni kwa sababu alicover distance kubwa uwanjani, work rate yake, alicheza dakika nyingi kuliko mchezaji yote uwanjani sio? Kwa hiyo Jincha Zouzoua you do not compare with others. Ametumika sana, amemwaga sana jasho, na deserve kuchukua hiyo tuzo MVP. Una maswali au umemaliza tuondoke? Friji, wana Simba tupo baba. Au umechoka? Nipo. Mambo yapo lakini. Mambo yako fresh. Nimetoka kanisani bwana. Umetoka kanisani. Pako upo. Bwana, tumeona michezo ya leo, bao moja hapa Zanzibar huko nako hatujashuhudia kile ambacho tumekishuhudia kwenye michezo iliyopita. Nimeshuhudia zote. Tulichokishuhudia idadi ya magoli kuelekea sasa dabi ambayo bado hatima yake wekundu wa Msimbazi Simba wako kimya mpaka sasa. Labda kinatoa taswira gani kuelekea mchezo huu? Brother, to me dabi sio mchezo wa kudiscuss sana. Na mimi mara nyingi sipendi kuchambua dabi. Kwa sababu dabi imekuwa ikichezwa sana. Dabi inachezwa na watu wengine. Unaelewa Na huu kimya ndio dabi yenyewe inachezwa. Sio unaelewa? Simba wanacheza dabi, nyewe mnasema ukimya. Tuzungumzie ufundi sasa. Sasa ukizungumzia kiufundi, Simba sio mnyonge kwenye dabi. Anayezungumza Simba ni mnyonge kwenye dabi, ajui mpira. Hebu niambie msimu huu Simba ameenda hatua gani kwenye michuano ya kimataifa? Finali. Hao Yanga ameshia hatua gani? Hatua makundi. Makundi. Mbona uweki maiki mdomoni? Au ndio unataka unishindilia mimi mwenyewe msemaji? Yaani Yanga ameshia makundi. Simba ameshia finali. Na sio kuishia, kamwaga jasho karibia mtoni shai. Si mwamuzi ule mweupe alifanya balaa pale. Wewe hujaona? Watu si walitaka kushikana mashati pale kwenye vyumba kule, hujaona? Simba alikuwa anataka kombe. Sasa kama timu imefika finali bro, na timu imeenda kumwaga jasho pungufu, anatoka kiungo chuma ambaye tayari alishasajiliwa milioni 30 ya mtatu. Wakaanza kuimba sasa kumekucha na mikataba yao, na Simba amecheza Kagoma sio? Kagoma yule ametolewa kadi nyekundu, lakini imagine Simba alivyokaza. Alafu eti Simba huyu aende kinyonge dhidi ya Yanga. That nonsense. Naongea mpira wapi nyie? Yaani ni kwamba mmeshiba sasa hivi mnaanza kila mtu anachambua mpira sio? Bro, Simba sio mnyonge dhidi ya Young Africans. Ila watu wanatengeneza unyonge huku nje. Simba ana timu ya kupambana na Ahli, Mamelodi Sundowns, timu kubwa tu, Esperance Sportive de Tunis. Yanga ni nani? Yanga ni timu kama timu zingine of course. Yanga ni timu ambayo unaweza kusema kwenye ligi yetu wao ndio wamezaliwa wa kwanza sio miaka 90. Simba akafuata 89, lakini when it's come kwenye mpira Simba na Yanga, kama utakuta kipindi ambapo Yanga hayuko bora Simba yuko bora, Yanga anapata matokeo. Si unakumbuka? Chama yuko ndani, Oku yuko ndani, Boko yuko ndani, Kagere yuko, Morrison yuko ndani. Bado Yanga alimsumbua Simba, lakini sasa hivi Simba kwa namna ambavyo amecheza msimu huu ana wachezaji wa kucompete. Dabi. Mtu una nani huyu nani? Mpanzu. Eli Mpanzu Kibisawala. Mimi nafahamu majaribio pale KRC Genk. Akafeli wapi? Hajafeli, alifunga magoli kule, amekuja huku. Anataka daraja lake liwe Simba. Kibu Denis amepona juzi kafanya balaa, akapiga miti miwili kule ya maana msemi sio? Ule ndio rejeo wa Kibudi. Alafu ukiangalia tayari una mtu kama Ateba tu liko pale Likobis. Kobisi lile la Kombolela pale. Kobisi la Kombolela liko Ateba, anasubiria tu awekewe pale. Alafu ukiangalia kuna Mkwala mzee wa Maserekasi. Huku chini watu wameshakuiva. Kagoma leo kapumzisha umemwona.
Alafu unasemaje eti Simba anaingia kinyonge? Bro, ni propaganda. Na kinachowateza sasa hivi watu wengi ni propaganda ambazo zinamdogosha Simba kwamba kwenye dabi Simba ni underdog, sijui ni underdog. How underdog? Underdog wafika finali dhidi ya Berkane. Wewe umeishia wapi wewe? Wewe umeishia wapi? Kwa hiyo kwenye dabi, hii dabi, hao Yanga hao. Naweza kuzungumzia kwa walisia, kwa aina kwanza mbinu za Fadlu. Fadlu ni mkubwa mno kwenye mbinu dhidi ya huyu Miludi huyu. Miludi anabebwa na wachezaji na Miludi hata Yanga wenyewe wanambwaga kesho kutwa. Wanambwaga. Wanasema atoshi kwenye michuano ya kimataifa. Sasa wewe Fadlu Davis kashachukua tuzo ya kocha bora. Iza ndani kashachukua mpaka sasa hivi tuzo 3. Ndio anaongoza na almost ndio kocha bora. Amemwacha mbali by far kwa mbinu. Kwa hiyo anaenda na mbinu zake pale, ana wachezaji wake wa kutosha. Debora amerudi. Huyu Debora kapewa mechi 3. Hizi mechi 3 alizopewa watu wazaza. Anafanya warm up kwa ajili. Sijui nini. Kumbe Debora kapewa ni mtihani. Alikuwa anapewa mtihani. Bwana jaribu bwana. Tukuone kwenye dabi za ukaadi something. Sasa amefanya juzi dhidi ya Ken Gold amenyumbulika. Timu imeshuka daraja. Timu iliyoshuka daraja ni kama timu ambayo iko pungufu. Kwa sababu kwanza wao hawajali, they don't care, wana relax, wanacheza mpira wao ili wajiuze. Kwa hiyo mimi naona Debora amerudi, anaweza kaongeza kitu, Mutale ule pale, Mpanzu ule kule, Kibu ule kule, Mkwale ule kule. Hata unaendaje kinyonge? Mashabiki ambao wanasema Simba anaenda kinyonge, mashabiki wa Simba. Naweza nikasema ni mashabiki wanaopenda timu kuliko kupenda mpira wenyewe. Yes, Friji, labda tuzungumzie hiki. Mchezo wa mwisho ambao alianza Brazak Hamza ilikuwa ni Morocco dhidi ya RS Berkane. Tangu hapo hajawa na muda mzuri sana. Leo Shamu Karabwa ametoka pia. Inawezekana ni majeraha ingawa taarifa rasmi hazijatoka. Endapo watamkosa Shamu, Fadlu atakuwa katika kati gani kuelekea mchezo ujao? Hajaumia. Kwani mpira hujaangalia mzee? Mzee nimeangalia sana. Sasa ameumia. Hajaumia. Ametolewa? Hajaumia. Zile zipo tu. Na hata namna ambavyo aliguswa. Kwa sababu hata nilikuwa naangalia pia mechi ya Yanga, Pacome Zozo alipinduliwa. Watu wote wakashika mdomo kwamba Pacome tena. Lakini Pacome ameenda nje akarudi. Sio? Kwa hiyo kuna namna ambavyo wachezaji pia anaweza kocha akamnong'oneza toka tu. Au yeye mwenyewe akaona kwamba nisije nikaumia nitoke, tahadhari kuelekea. Sababu this time Shamu Karabwe the best one. Mimi ukiniambia Chef Ono Malone kwa namna ambavyo anafanya makosa yake kujirudia na Shamu Karabwe unataka wazena nani? Chef Malone asingecheza hata mechi 3. He's not deserve. Ana makosa kujirudia. Piga pasi za nyuma tu hazina maana. Shamu Karabwe he is too energetic.